Viongozi wa Young Africans kuitwa kwenye kamati ya maadili sio upumbavu unaoendelea, wakati tayari wameshapigwa faini ya milioni 100. Sio upumbavu unaoendelea. Hii ndio maana nilianza kusema mwanzoni kwamba Young Africans ana bato kubwa kipindi hiki kuliko bato la hatuchezi. Azam ni mfano. Azam ameenda kucheza na TRA. Azam baada ya mechi wachezaji 7 wa Azam wa kikosi cha kwanza wameenda kulazwa. Dokta amethibitisha wamevuta hewa ambayo haikuwa rafiki. TFF walichukua hatua gani? Kwa hiyo sisi wakiendelea kukaa kimya tunajua wao ndio wanaohusika na wao ndio wanaowatuma. Kwa hiyo shida ni kukaa kimya. Kwa sababu kama wachezaji wa Azam waliathirika, alafu mamlaka zimekaa kimya, unategemea sisi tufikirie nini? Na wakati wao ndo wanao wenye kauli ya mwisho. Tufikirie nini? Kwa hiyo sisi kwenye tukio tu la Azam, wachezaji wao 7 mpaka 8 kupata ile adha iliyowakumba kwenye mechi dhidi ya TRA baada ya mechi kuisha, alafu mamlaka zimekaa kimya, tunathibitisha TFF, bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 wanahusika. Karibu sana mwanamichezo, nipo na Eliza Yanga hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ambayo yamechukua nafasi katika majukwaa ya kimtandao, hasa yale ambayo yanahusu michezo, na kama tunavyomjua Eliza huwa ni mzuri sana kuzungumza yale masuala ambayo yanaleta mijadala ama kuibua hoja tofauti, na kubwa ambalo tutazungumza kwa siku ya leo ni ile kauli ambayo ameizungumza Jamali Bakresa mara baada ya mchezo wa CRDB Federation Cup kutamatika. Amezungumza kwa tuhuma kwa upande wa waamuzi, lakini pia hata kwa mamlaka yenyewe husika kwamba hili imeshindwa kushughulika nalo, basi yeye atashughulika nalo, na kama itakuwa hivyo basi ataingatua timu yake kutoka kwenye ligi kuu ya NBC, huenda akaipeleka pale visiwani Zanzibar na kushiriki ligi ile, kwa maana naona ligi hii ina watu ambao wameandaliwa tayari kuwa mabingwa na ushindani kwa upande wake auoni. Kwenye mjadala huo tupo na Eliza kwa ajili ya kujadili kwa kina zaidi. Eliza, assalamu alaikum na tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, salam. Eliza, tumemsikia Jamal Bakresa akizungumza mambo kadha wa kadha kuhusu waamuzi na kuhusu mtazamo kwa ujumla wa ligi yetu ya NBC. Pengine wewe nini ambacho una hoja kati ya zile hoja zake ambazo amezibainisha? Of course mimi namuelewa Bakresa mdogo kutokana na mambo ambayo yamekuwa yanaendelea kwenye ligi yetu. Mimi nimewahi kusema kwamba mpira wa Tanzania unaongozwa kihuni sana, lakini mimi nikaonekana kama nawatukana mamlaka za mpira, kama nawasema mamlaka za mpira, kama sina heshima mbele za mamlaka za mpira. Lakini ukweli ndio ule aliyousema Jamali Bakresa. Sababu kuna uhuni mwingi sana unaendelea. Uhuni wa kwanza ni Kibu Denis kuombewa uraia. Sasa tunauliza, kipindi anacheza Geita, anacheza Mbeya City, alikuwa anacheza kama mgeni, kama foreigner, au alikuwa anacheza kama raia wa Tanzania? Hatujawahi kupata majibu. Anasajiliwa Simba 2022-23 kama sikosei, akaombewa uraia baada ya kuwa usajili umekwisha. Sasa tunaomba kujiuliza kwamba Simba wanamuombea Kibu uraia, pale walimsajili kama mgeni au walimsajili kama mzawa? Na kama walimsajili kama mgeni na ikapelekea wao kumuombea uraia, maana yake Simba alikuwa na wachezaji waliozidi, alikuwa na wachezaji 13, umeelewa? Kwa hiyo Simba kipindi cha miezi 3 mpaka 4 ambao walimsajili Kibu walikuwa na wachezaji 13, na hakuna mchambuzi au mwanamichezo yeyote ambaye amewahi kuhoji. Lakini limekuja swala la Damalo, hao Simba ndio wamesema wanaenda mpaka kasi kushtaki. Umeelewa? Wakati Damalo amekuja akiwa kama foreigner na akasajiliwa, ameitumikia Singida kama foreigner na akaombewa uraia wa ndani, ndio akasajiliwa na Young Africans kama raia wa ndani. Umeelewa? Raia aliomba akiwa Singida. Ndio. Amecheza Singida akiwa foreigner. Akaja Young Africans akiwa mchezaji mzawa, tayari ameshaombewa uraia akiwa Singida. Mfano wa pili ni kuhusu Sospeter Bajana. Sospeter Bajana sio Mtanzania. Sospeter Bajana ni mzawa wa Ghana. Sospeter Bajana anasajiliwa Azam, alikuwa ni mzawa, ni mgeni, ni foreigner. Alienda kutumikia jina la mchezaji mzawa.
ambaye alikuwa ni David Bryson. David Bryson anacheza Azam, alipata injury. Azam wakamsajili Sospeter Bajana. Wamemsajili Sospeter Bajana, wakaja kumtumia kwenye jina la David Bryson. Hakuna mchambuzi, hakuna mtu yeyote ambaye aliwahi kuhoji hiyo situation. Na mpaka leo hii ndo situation zikafanyika, Sospeter Bajana akaonekana ni mzawa kupitia jina la David Bryson. Ni uhuni ambao unakuwa unaendelea. Lakini mimi nikizungumza naonekana kama na wasema TFF sina adabu mbele ya mamlaka za mpira. Lakini ukweli kuna uhuni unaendelea na upangaji wa matokeo. Kwa sababu kombe la FA linahusika mpaka kwenye linasimamiwa na TFF. Na ligi inasimamiwa na TFF. Young Africans anacheza na Azam. Yanga alinyimwa goli lake halali. Lakini mpaka adhabu zimetoka hatujaona adhabu iliyotolewa mbele ya mwamuzi. Ndio maana tunasema ligi ya Tanzania inaongozwa kihuni na kipumbavu. Kwa sababu Wallace Karia, nyie mnaona mafanikio ambayo yamepatikana kwenye uongozi wa Wallace Karia. Ni vizuri, tunapongeza. Lakini Wallace Karia ndiye amekuwa kirusi kikubwa kwenye mpira wa Tanzania. Wallace Karia ndiye changamoto na ndio tatizo kwenye mpira wa Tanzania. Kwa sababu ya mambo zinazoendelea. Hii ni kwa sababu hakuna mamlaka ambazo zina uwezo wa kudhibiti hivi vyombo ambavyo vinasimamia mpira. Mimi ningeshauri kiundwe chombo ambacho kingeweza kufuatilia mienendo ya wasimamizi wa mpira. Kwa sababu wao wanajikuta wao ndo wameshika makali. Maana yake hawana wa kufanyaje, wa kumdhibiti. Kwa sababu maamuzi watakayoyafanya ndio hayo yasikilizwe. Niliwahi kusema kwa mfano goli alilofunga Mwalimu dhidi ya Young Africans pale Zanzibar, wengi wakasema kwamba ni goli halali. Halikuwa goli halali kwa sababu Mwalimu alikuwa ameotea. Mguu wake wa kulia ulikuwa mbele ya beki Mwamnyeto. Kwa nini usimpongeze yule mwamuzi kwa kutumia jicho lake na kukaa sehemu husika, akahusika kuiona ile offside ambalo lilikuwa ni tukio la kuamriwa na VAR? Kwa nini usimpongeze, badala yake unakuja kumfungia? Kwa hiyo mamlaka za mpira wa Tanzania ndiyo changamoto kwenye mpira wa Tanzania. Kwa sababu mechi ya Young Africans dhidi ya Simba pale Zanzibar, Loemba alimfanyia faulo Dickson Job, mpaka leo yuko nje. Mechi ya pili marudiano pale Meja Jenerali, Loemba yule amemrukia tiki taka Boka. Lakini kamati ya masaa 72 ilipokaa hajaadhibiwa mpaka leo. Kiongozi wa Simba aliyefanya fujo kwenye mechi dhidi ya Mashujaa alifungiwa kimya miezi 6. Baadaye ikapungua mpaka miezi 4. Mpaka leo amefungiwa miezi 2. Lakini viongozi wa Young Africans inatangazwa kwamba kiongozi fulani unahitajika kwenye kamati ya masaa 72, kwenye kamati ya nidhamu ya nani? Ya TFF. Leo hii tunasubiri Engineer Hersi pamoja na CEO waende kwenye kamati ya maadili. Unawezaje kuwahukumu watu kabla haujawaita kwenye kamati ya maadili? Tayari ushatoa hukumu, umewapiga faini ya milioni 100 kama klabu, alafu unawaita kwenye meza ya maadili. Maana yake ni nini? Ndio maana nakwambia TFF haina kiongozi ambaye anastahili au ana deserve kuwa kiongozi pale, kwa sababu wote maadili hawana na hawajui misingi ya kusimamia mpira wa Tanzania. So mimi najua kabla haujatoa hukumu ni lazima usikilize, kwa sababu hili tatizo limekuwa ni tatizo la kujirudia. Simba dhidi ya Yanga pale Zanzibar, Simba hakutumia vyumba vya kubadilishia vya pale uwanja wa Amani. Lakini faini alipigwa shingapi? Alipigwa milioni 5. Simba huyo mashabiki zake wamekuwa na matatizo ya kujirudia. Lakini tatizo la kwanza lililofanywa na mashabiki wa Simba walipigwa milioni 10. Tatizo la pili wamepigwa milioni 5. Yaani tatizo la kujirudia hela inapungua. Wakati kwa Young Africans tatizo la kujirudia hela inapanda. Kutoka milioni 80, milioni 30 mpaka milioni 100. Imeongezeka milioni 70. Ni uhuni wanaoufanya, na hii yote wameifanya ni kwa sababu wanajua bingwa anapokea milioni 100. Kwa hiyo Young Africans hawezi kupewa pesa pasina kupitia kwa TFF. Ndio uhuni wanaoufanya. Kwa hiyo ligi ya Tanzania inaongozwa kishamba, kihuni na kipumbavu. Huo ndio ukweli. Na Wallace Karia ndiye mhusika mkuu.
yeye na kabineti yake yote, kamati ya masaa 72, TFF na bodi ya ligi. Wallace Karia ndiye mhusika mkuu wa upangaji wa matokeo ligi ya Tanzania. Lakini mara nyingi Rais Wallace Karia ameonekana akizungumza kwa misisitizo mikubwa sana kuhusu haya ambayo yanaendelea. Hata kwenye upande wa waamuzi tushasikia kauli zake akizungumza na kuonekana kwamba anaumizwa na maamuzi pengine ambayo yanakuwa yanaonea ama yananyima usawa viwanjani. Kwa nini Wallace Karia wewe ndo unamtupia mzigo mzito huku anaonekana kabisa kuwa anatoa matamko yake kuhusu yale ambayo yanatokea viwanjani? Yeye ndiye kichwa cha mwisho kwenye mpira. Matatizo yake yani matatizo yote kwenye mpira. Kama yeye ni rais, je, ameishafanya uchunguzi kwa viongozi wale ambao amewaweka yeye kwa ajili ya kumsaidia kusimamia mpira? Mimi nikiwa kiongozi wa juu, nikiwa kwenye labda sekta fulani, lazima matatizo yakitokea kwenye ile sekta, lazima mimi ndio natakiwa nishughulike. Kwa kama nasikia wateja wanalalamika, lazima mimi nianze kuwahoji wale ambao wanahusika kuwahudumia wale wateja, si ndio? Ikitokea hawaridhishwi, mimi sasa kama rais nachukua maamuzi. Ndio maana unasikia kuna dharura. Mbona wanapokuwa wanaahirisha mechi wao wanatumia neno dharura? Hata ile cabinet inaweza ikavunjwa kwa dharura, kwa sababu haturidhishwi na mwenendo wa mpira wa Tanzania, haturidhishwi na maamuzi yanayokuwa yanafanyika. Dharura itokee, watu wavunjwe pale, watolewe. Kwa hiyo yeye akiendelea kukaa kimya, sisi tunajua na tunasema ana appreciate kile kinachoendelea, kwa sababu yeye ndo mwenye kauli ya mwisho. Kwa hiyo ikitokea tuseme ameharibu mwenyekiti wa bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi anachaguliwa, si ndio? Na anatolewa kwenye vilabu. Vilabu vikishapata yule mwenyekiti, vinakuwa tena havina nguvu, ndicho kinachoonekana. Kwa hiyo wao ndio wanaoenda tena wanakandamizwa, yani wateja wanakandamizwa. Msimu jana tuzo hazijatoka, lakini ni msimu ambao watu walipigwa faini na wakasema tuzo zitatoka mwezi wa 12. Kina Chazi ya huwa wameondoka, hawajawahi kupewa tuzo za ufungaji bora. Makocha kina Mirudi wameondoka, hawajawahi kupata tuzo za kocha bora. Umeelewa? Huu tunao msimu mwingine umetamatika, na penyewe nina wasiwasi hakuna tuzo. Sasa ukiuliza kwamba pesa za tuzo za msimu jana ambazo walisema wanatoa mwezi wa 12 ziko wapi? Je, ndizo watakazokuja kutumia msimu huu? Na huu msimu maana yake TFF na kamati na bodi yao ya ligi na kamati yao ya masaa 72 wamepiga faini kubwa kuliko pesa ambayo wanapokea bingwa. Milioni 100 tu kwenye mechi moja dhidi ya JKT. Milioni 30 kwenye mechi dhidi ya Simba. Bado hela nyingine ambazo sijazifuatilia. Maana yake ni nini? Ukiishaona kuna tatizo, nikiona hili tatizo limekuwa la kujirudia, maana yake natakiwa nichunguze chanzo ni nini. Simba amefanya hivyo dhidi ya Yanga kule Zanzibar. Yanga amefanya hivyo. Mtibwa amefanya hivyo. Azam ni mfano. Azam ameenda kucheza na TRA. Azam baada ya mechi wachezaji 7 wa Azam wa kikosi cha kwanza wameenda kulazwa. Dokta amethibitisha wamevuta hewa ambayo haikuwa rafiki. TFF walichukua hatua gani? Kwa hiyo sisi wakiendelea kukaa kimya, tunajua wao ndio wanaohusika na wao ndio wanaowatuma. Kwa hiyo shida ni kukaa kimya. Kwa sababu kama wachezaji wa Azam waliathirika, alafu mamlaka zimekaa kimya, unategemea sisi tufikirie nini? Na wakati wao ndio wanao wenye kauli ya mwisho. Tufikirie nini? Kwa hiyo sisi kwenye tukio tu la Azam, wachezaji wao 7 mpaka 8 kupata ile adha iliyowakumba kwenye mechi dhidi ya TRA baada ya mechi kuisha, alafu mamlaka zimekaa kimya, tunathibitisha TFF, bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 wanahusika. Vipi na kwa upande wa tuhuma za Jamari Bakresa, kwa upande wake jinsi ambavyo amezungumza na mazingira yote ambayo Azam wanayapitia mpaka hivi sasa, wewe unaona hicho ni sahihi anachokisema? Yuko sahihi. Ukiona mtu mzima au kiongozi yeyote wa taasisi yeyote ambaye ana uhusiano na baadhi ya taasisi kwamba ana uwezo wa kukaa nao chini, ametoka hadharani kuzungumza, manake vikao vya ndani amevichoka. Mimi nikiongea na wewe au mimi nikiwa na kikao ndani, waandishi wa habari mko nje mnasubiri kikao kimalizike nyie mripoti. Kule ndani
wewe unakuwa na uhakika na kile ninachokuambia kwamba ndicho tulikuwa tunakizungumzia? Ndio nakuuliza swali. Wewe unakuwa na uhakika kwamba kile nilichokuletea ili uripoti kwa jamii ndicho tulikuwa tunakizungumzia ndani? Lakini wewe ni wajibu wako kuripoti kile nilichokuambia. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nampongeza Bakhresa mdogo kwa hatua aliyoichukua. Na tuko nyuma yake. Mimi kama shabiki wa Young Africans niko tayari kumsapoti kwa kuwasema TFF katika mazingira yoyote yale mpaka watuambie kwa nini hawatoi tuzo, kwa nini wanakuwa wana tabia za upangaji wa matokeo, kwa sababu kumekuwa na kauli nyingi ambazo zimedhihirisha kwamba TFF wamehusika upangaji wa matokeo. Wamekuwa wanasema kwamba watu wamechoka kuiona Young Africans inabeba ubingwa. Hizo kauli haujazisikia? Hizo kauli wewe kama mwandishi haujazisikia? Je, wao walivyozisikia walichukua hatua gani? Yaani wewe huwezi kusema kwamba eti tumechoka, watu wamechoka kuiona Young Africans inabeba ubingwa. Maana yake Young Africans ifanyeje? Icheze chini ya kiwango ili abebe ubingwa wanayemtarajia au wanayemtaka. Aliwahi kusikika babla kwenye vyombo vya habari vikubwa South Africa. Wameenda kucheza na Orlando Pirates kwamba TFF wanamwandaa bingwa wao. Walichukua hatua gani? Lakini hiyo situation ifanywe na kiongozi yeyote kutoka Young Africans. Baraka Yanga amefungiwa kwenye mechi ambayo hakuwepo Dar es Salaam. Anafungiwa kwenye mechi dhidi ya Namungo wakati Baraka Yanga yuko Mbinga kwenye mambo yake. Sio huu ni unaoendelea? Sio upumbavu kwenye ligi unaoendelea? Viongozi wa Young Africans kuitwa kwenye kamati ya maadili. Sio upumbavu unaoendelea? Wakati tayari wameshapigwa faini ya milioni 100. Sio upumbavu unaoendelea? Hii ndio maana nilianza kusema mwanzoni kwamba Young Africans ana bato kubwa kipindi hiki kuliko bato la hatuchezi. Pengine kwa haya kwa hizi kauli ambazo zinazungumzwa na watu wakubwa kama hivyo kama Jamari Bakhresa, haiwezi ikamletea athari pengine hata akafungiwa na mamlaka za soka sijihusishe na soka? Kwanza yeye hajihusishi na soka, yeye ni bosi. Yeye ndo mwenye timu. Anapoona vitu ambavyo haviko sawa ni lazima aseme. Kwa hiyo mtu haruhusiwi kusema. Yaani mimi nikiona vitu vinaenda ambavyo sivyo na mamlaka zimekaa kimya, tusiseme. Kisa tutafungiwa. Ndio mpira unavyotakiwa kuendeshwa. Mimi ni lazima niwaambie TFF inayosimamiwa na Wallace Karia inaongoza mpira kihuni na kipumbavu. Huo ndio ukweli. Na sitatengua kauli yangu. Wallace Karia anaongoza mpira wa Tanzania kipumbavu. Sawa, tuhamie kwenye taarifa nyingine kidogo kwa uchache kumalizia ili jambo ambalo tuko nalo. Tumeshuhudia paredi kwa upande wa Young Africans weekend iliyokwisha, lakini tumeshuhudia pia kwa upande wa Simba. Lakini jambo kubwa ambalo mimi nimelingamua, ahadi za J-Root zinatimia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, lakini pia kwa Young Africans ahadi za Engineer Harris pia zinatimia. Kwa mambo ambavyo unavyoyaona, J-Root tayari ameshaleta iriza pale kwa upande wa wekundu wa Msimbazi na ni ahadi ambazo aliwaahidi. Pengine kwa Young Africans nini ambacho kinajengeka kichwani kuona watani na wenyewe wanapiga hatua hasa kwenye yale masuala yao ambayo walikuwa wameahidiwa? Sasa hizo ni mambo zao. Ni mambo zao na wanatakiwa watushukuru sisi kwa sababu sisi ndo tumewapigia kelele kwamba mbona hamhoji kama iliza linakuja. Umeelewa? Ukiona ahadi zinafanyika maana yake Young Africans, hasa mashabiki wa Young Africans ndio tuliopiga kelele. Si walikuwa wao si hawawezi kuhoji. Simba kuhoji hawawezi. Na sio kwamba hawawezi, hawajui. Bora ningesema wanajua alafu hawawezi. Umeelewa? Lakini kujua kujieleza Simba ni 0.000 na kuendelea. Kwa sababu hawajawahi kuhoji hata kadi za wanachama. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani hayo ni mafanikio yao upande wao. Sisi upande wetu tunachohitaji kukifanya na sisi ni vile vitu ambavyo engineer aliviahidi na ndio maana tunataka tumrudishe madarakani. Aendelee kuvifanya. Kwa hiyo mimi nadhani siwezi kuzungumzia upande wa pili wao na mafanikio yao na J-Root wao waendelee kuenjoy. Umeshashuhudia paredi la FA paka hapo ulipofikia ukitoa la Simba? Kwa Tanzania hii paka na nje ya mipaka. Nani? Hasa nje ya mipaka Man City simfanya paredi la FA rafiki yangu. Wanasema kwa nini sasa mnashangaa? Man City wanawake. Man City alikuwa na makombe mawili makubwa. Na unatakiwa utambue kwamba
paredi lile pale nini FA na Carabao England ni mataji ambayo yana thamani sana. Umeelewa? Na wadogo zao na Man City walikuwa na kila sababu ya kufanya, kwa sababu wadogo zao wamebeba FA mbele ya Man U, dada zao wamebeba FA mbele ya Brighton, kaka zao wenyewe Man City wenyewe senior wamebeba FA mbele ya Chelsea, wamebeba Carabao mbele ya Arsenal. Na dada zao wamebeba kombe la ligi. Kwa hiyo kwa nini wasifanye parade? Simba nao dada zao wamebeba kombe la ligi ya wanawake. Mbona hatukuliona pale sasa? Sasa mbona hawafanyi hata dada zao nao wapige parade? Subiri siku Yanga Princess akibeba ubingwa uone tutakachokifanya. Tutafanya matusi. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye mpira wa Tanzania uhuni wale Skaria akiuacha au akiachia ngazi. Kwa nini Azam Tenga kipindi akiwa rais wa TFF? Kwa nini si ndio Azam walibeba na ubingwa? Mbona Azam hawakulalamika? Na umeona Jamali Baresa amemtolea mfano Tenga. Kwa nini malalamiko haya kuwepo kipindi cha kina Malinzi, Jamali Malinzi? Yaani kwa nini malalamiko yawepo kwenye kipindi cha Wallace Karia? Yaani kwa sababu anataka anenepe yeye kuliko ligi kunenepa. Aache ushambanization, anatakiwa asimamie misingi. Pesa inayotakiwa akitoza faini tuone zinafanya kazi. Alafu ngoja niulize swali, nilikuwa nimesahau. Na naomba niwaulize mamlaka za mpira hao TFF. Kwamba kombe la CRDB bingwa anatakiwa apokee milioni 200. Na bingwa pale anapokuwa bingwa anatakiwa akabidhiwe hundi ya pesa. Mbona hatujaona Simba wakikabidhiwa hundi ya pesa? Yaani kuna kuwa na mazungumzo gani kwamba watakuja kupewaje? Na hiyo inaanzia kwa Yanga, kwa sababu bingwa ukisha kuwa bingwa unakabidhiwa hundi ya thamani ya kile kitu ambacho umekigombea, si ndio? Thamani ya kombe la CRDB bingwa anatakiwa apokee milioni 200. Nyie mliona Simba anapewa hundi ya milioni 200 pale? Lakini tukirudi nyuma kwa Young Africans, wenyewe walikuwa na makubaliano na TFF na waliweka wazi kabisa TFF wenyewe kwamba walikuwa na makubaliano yao binafsi kuhusu ile pesa ya CRDB Federation Cup waliokuwa wanatoa ubingwa. Kwa nini Simba sasa jana hajapewa hundi? Juzi uliona amekabidhiwa hundi ya milioni 200. Tena hata Simba wanatakiwa wawashukuru Yanga kwa sababu CRDB anaenda kudhamini michuano ya FA. Alitoka Azam akaingia CRDB, si ndio? Maana yake unapotoka mdhamini anaingia mdhamini mwingine, maana yake thamani inapanda, si ndio? Kipindi CRDB Azam anadhamini michuano ya FA, bingwa alikuwa anapokea milioni 50. Alivyokuja CRDB ni lazima kikao kifanyike baina ya wale wanaoshiriki ile michuano na mamlaka ambazo zimeingia mkataba na CRDB. Umeelewa? CRDB ameingia mkataba na TFF. TFF anakaa chini na vile vilabu ambavyo vinashiriki lile kombe. TFF wakasema kwamba bingwa atakuwa anapokea milioni 50. Yanga wakasema hapana. Haiwezekani michuano iongezeke thamani, alafu mje mtuambie bingwa apokee kiasi kile kile. Sisi hatutashiriki hiyo michuano. TFF wakauliza, nyie mnataka bingwa apokee shingapi? Sisi Yanga tukasema bingwa anatakiwa apokee milioni 300. TFF wakakataa. Wakasema uko parefu. Yanga akasema at least bingwa apokee milioni 200. Na kukiwa na mazungumzo baina ya Yanga na Simba, Simba anajua kutembelea kwenye migongo ya Yanga. Akasema sawa, sisi tuko nyuma yenu. Umeelewa? Walivyo hawawezagi kujieleza. Sisi tuko nyuma yenu. Umeelewa? Yanga akasema bingwa apokee milioni 200. Kama sio 300 basi bingwa apokee milioni 200. Na zile pesa CRDB mchezaji bora kuanzia mechi inaanza mpaka inatamatika fungu lake lipo. Umeelewa? Na bingwa kiasi chake na tuzo zake baada ya michuano kutamatika. Kipindi CRDB inaanza, yani imegeuka kutoka Azam kuja kuwa CRDB. Niambie mchezaji ambaye alikuwa anapewa mchezaji bora kuanzia imeanza, maana hii ni mara ya pili. Kama sio msimu huu. Young Africans TFF wakakubali ile milioni 200, bingwa wao wanapokea milioni 200. Linakuja sakata la Yanga kutolipwa pesa zake. Kulikuwa na malimbikizo ya misimu 2 mpaka 3 ya gate collection ya Young Africans. Michuano ya kimataifa.
na milioni 200 ya CRDB. Jumla milioni 425. Milioni 225 kutoka Jet Collection. Milioni 200 CRDB. TFF wakawaomba Young Africans, national team ya Twiga Stars inaenda kushiriki michuano ya kimataifa, tunaomba pesa zenu tuzitumie, tutawarejesheeni. Young Africans akasema kwa kuwa pesa hatuna kazi nazo sisi sasa hivi. Sawa. Kilichotokea, Yanga anasema na wadai, TFF anakataa, si Yanga hawatudai, kwanza sisi ndio tunao wadai Young Africans. TFF akasema hizi pesa zenu tumezitumia kwenye malipo ya wachezaji wa kimataifa, hasa timu ya wanawake kina Aragesh, kina Jenini. Akasema sawa, zote 425. Sawa, 425 zimetumika, tunaomba 200 zetu. Kona zikawa nyingi. Kona. Huyo Wilfred Kidao ndo akiwa katibu. Kwenye vikao vilivyofanyika Wilfred Kidao alikuwa haonekani kwenye vile vikao vya hatuchezi. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa mhusika mkuu. Kwa nini alikuwa haonekani kwenye vikao? Tukaambia Yanga, wakawaambia TFF, mnatudai, tunaombeni mtulipe pesa zetu, alafu mtutumie invoice ili tuwalipe pesa zenu mnazotudai. Walifanya hivyo. Mpira unaongozwa kiuni sana huu. Yaani Wallace Karia na kabineti yake TFF, kamati ya masaa 72 na bodi ya ligi wote wahuni wale. Shukrani sana. Karibu.